Na basi msikilizaji, tuanzie moja kwa moja Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitisha kwa siku 5 mashambulizi ya kijeshi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Iran baada ya kile alichokitaja kuwa ni mazungumzo yenye tija ya kumaliza vita vya Iran. Tangazo la Trump limejiri baada ya hapo awali kutishia kuangamiza miundombinu ya nishati ya Iran endapo Iran ingeendelea kufunga mlango wa bahari wa Hormuz. John Juma na mengi zaidi. Trump aliandika tangazo hilo kwenye ukurasa wake wa mitandao ya kijamii Truth Social saa kadhaa kabla ya muda wa mwisho aliotoa kama masharti kwa Iran kufungua mlango wa bahari Hormuz kufika, la sivyo ashambulie miundombinu zake za nishati. Trump amesema Marekani na Iran zimekuwa na mazungumzo mazuri na yenye tija yanayoweza kuchochea makubaliano na suluhisho kamili la vita, lakini wizara ya mambo ya nje ya Iran imekana kufanya mazungumzo na Marekani. Gazeti linalomilikiwa na serikali ya Iran limeripoti kwamba kauli za Trump ni sehemu ya juhudi za kupunguza bei ya nishati na kurefusha muda wa kutekeleza mipango yake ya kijeshi. Kulingana na Trump, mjumbe wake maalum wa Mashariki ya Kati Steve Witkoff na mkwe wake Jared Kushner walifanya mazungumzo Jumapili hadi jioni, na mazungumzo hayo yataendelea wiki nzima. Ameongeza kuwa kwa vyovyote vile ni sharti Iran iachane na urutubishaji urani. Trump amesema mazungumzo hayo yanaendelea kufanywa na mtu aliyemtaja kuwa afisa wa juu wa Iran, lakini si kiongozi mkuu wa nchi hiyo, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Akizungumza na waandishi habari leo, Trump amesema tumeuangamiza uongozi katika ngazi ya kwanza, ngazi ya pili na kwa kiasi kikubwa ngazi ya 3, lakini tunazungumza na mtu ambaye naamini ndiye anayeheshimika zaidi na ni kiongozi. Hatutaki urutubishaji wowote, lakini pia tunataka urani iliyorutubishwa. Mwanadiplomasia mkuu wa Oman Bad Abul Saidi amesema nchi yake ambayo kwa muda mrefu imewapatanisha Marekani na Iran inafanya juhudi kuhakikisha usafiri salama kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, lakini bila ya kutoa maelezo zaidi. Bad Abul Saidi ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Oman pia aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba Iran haipaswi kulaumiwa kwa vita hivyo. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema leo Jumatatu kwamba katika mazungumzo yake kwa njia ya simu na Rais Trump jana Jumapili walizungumza kuhusu kitisho cha kushambulia miundombinu ya nishati ya Iran. Nilimweleza wasiwasi wangu kuhusu mashambulizi yaliyotangazwa dhidi ya vituo vya umeme nchini Iran. Ninashukuru kwamba leo amesema atasitisha swala hilo kwa siku 5, na sasa pia anafungua mlango wa uwezekano wa mazungumzo ya haraka na ya moja kwa moja na uongozi wa Iran. Japo nchi mbalimbali zimejaribu kupendekeza hatua za kutuliza mzozo, jibu la Iran limekuwa wazi kwamba haikuanzisha vita. Kwa hivyo mapendekezo hayo yanapaswa kuelekezwa Washington. Hayo ni kulingana na gazeti la Iran. Muda mfupi baada ya tangazo la Trump, jeshi la Israeli lilisema linafanya wimbi jingine la mashambulizi dhidi ya baadhi ya maeneo katika mji mkuu wa Iran, Tehran. Na asante sana John Juma kwa ripoti hiyo. Tukisalia katika mzozo wa Mashariki ya Kati na kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba ataahirisha mashambulizi yoyote ya kijeshi dhidi ya mitambo ya umeme na miundombinu ya nishati ya Iran kwa muda wa siku 5. Hata hivyo, Iran imekanusha madai ya Trump kwamba pande hizo mbili zimekuwa zikifanya mazungumzo ya kumaliza vita. Nimezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa. Kwanza nimemuuliza uamuzi wa Trump wa kuongeza muda wa mwisho unaashiria nini kuhusu mkakati wa Marekani katika mzozo huu? Nadhani unaonyesha ya kwamba serikali ya Donald Trump imejipata pahala pagumu. Imeona ya kwamba onyo aliyoitoa mbeleni ya kushambulia miundombinu za nishati za Iran ikije na kwenda bila Marekani kufanya chochote, ni kama itadhoofisha mkono wa kisiasa na mkono wa kidiplomasia kwa Marekani. Serikali yake isipate ile aibu au kudhoofishwa kidiplomasia. Lakini pia kwa upana, ukiangazia tena kwa umbali, ni kwamba Marekani inaona ya kwamba lazima jambo hili au mzozo huu tatuliwe kidiplomasia.
wa Marekani kwa ujumla, umma hapa hawataki wanajeshi wa Marekani kujiingiza tena kwenye vita kwenye taifa kama Iran vile ilivyofanyika Iraq na Afghanistan. Kwa hivyo ana visingizio vingi vya kisiasa na vya kiusalama ambavyo vinafanya ageuze mwenendo huu na kuongeza muda kwa mkondo wa kidiplomasia. Trump anasema maamuzi yake ya kuongeza muda ni kutokana na mazungumzo yenye tija, lakini Iran imekanusha kwamba haijafanya mazungumzo ya aina yoyote na Marekani. Je, Marekani bado ina uwezo wa kuongoza diplomasia ya Mashariki ya Kati ikiwa taarifa zake tayari zinapingwa hadharani na Iran? Diplomasia ni kwamba mkono wa Marekani umedhofishwa sana. Tumeona washirika wengi wa Marekani, madola ya NATO mengi yamekataa kushirikiana na Marekani kushambulia Iran. Lakini upande wa Iran ni kwamba hata ingawa taifa la Iran limebanwa sana, wao wanaona ya kwamba bora serikali yao ya kidini bado ikiwa kidete, hata ingawa taifa limeumia kwa muda fulani, itakuwa kwao ni kuweza kufaulu kupinga ubabe wa Israel na ubabe wa Marekani. Kwa hivyo ni kama ni chekachenga za kidiplomasia kwa upande fulani. Profesa Monda, umetaja hapo kwamba Israel inaonyesha ubabe kama unavyojua mpaka sasa inaendeleza mashambulizi ndani ya Tehran. Je, unadhani yanafanyika kwa ushauri wa Marekani au ni uamuzi wa pekee wa Israel kuendelea kuonyesha kwamba ina nguvu na ina uwezo?